Mtazamaji, baada ya mchezo kumalizika wa Yanga na Simba kuendelea kuwa wateja wa Yanga, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na Yanga kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Na katika peji ya mchambuzi George Job, yeye ameondoka na ujumbe mkubwa kwelikweli, lakini pia akiweka picha ya Pacome Zouzoua. Na ujumbe wake anasema kwamba kwa mara nyingine tena Yanga wananyakua ngao ya hisani mbele ya Simba. Wameshinda mchezo lakini kwa hawakuwa kwenye ubora wao unaofahamika. Kipindi cha kwanza walikuwa wanakosa kiungo mwenye utulivu. Andambwile ni mtibuaji zaidi. Mudasiri kasogezwa mbele zaidi na bado hakuwa na mchezo mzuri. Abuya pekee ndio kidogo alionekana kuwa na huo utulivu, lakini si kwa kiwango stahiki. Yanga walitaka kufanya kila kitu kwa kasi ya juu, kitu ambacho kiliwafanya wapoteze mpira ndani ya muda mfupi. Baada ya kupata faida, inarudi kwa Simba. Mabadiliko ya Dumbia yalikuwa muhimu sana, yalifanyika kwa wakati sahihi. Kati ya Kibu na Kapombe, mmoja kati yao ama wote walipaswa kuipa uongozi Simba kipindi cha kwanza. Hii ingefanya Yanga kubadili approach yao ya mchezo na huenda ingeufanya mchezo kuwa na kasi zaidi upande wao timu ya Simba. Diarra bado anaendelea kubakia kama mchezaji muhimu sana kwa Yanga, sio kwa ajili ya build up tu, bali tu hata uimara wake langoni kwa kiasi kikubwa ndiye aliamua ushindi wa Yanga kwa hatari zilizokuwa zikienda langoni mwake. Deruk ni mlinzi mzuri, ameonyesha ubora wake na atakuwa msaada mkubwa kwa kikosi cha Simba. Pamoja na kufunga goli la ushindi, Pacome na mchezo bora, Andambwile atakuwa akijitambulisha upya kwa watu waliokuwa na mashaka naye mara tu baada ya kikosi kutolewa. Na wengi walikuwa wanaona kama Azizi Mwambaraswa Andambwile anaweza kuwa na mchezo mbaya, lakini alikuwa na mchezo mzuri kweli kweli siku ya leo. Azizi Andambwile aliweza kukaba, alikuwa na uwezo wa kutawanya mipira kwenda katika sehemu mbalimbali. Hakika Yanga katika mchezo wa leo imeweza kufanya kitu kikubwa, lakini lazima tuwasifie Simba kuwa na kiwango bora zaidi. Of course wamefungwa Simba michezo 6 na Yanga back to back, lakini Fadru mpaka hivi sasa bado timu yake michezo 4 hajaweza kufunga hata goli moja mbele ya kikosi cha wananchi Yanga. Miongoni mwa mchezaji ambao leo hii hakuwa na kiwango kizuri kwa upande wa Simba ni Elie Mpanzu Kibisawala, kuwa na mchezo mzuri zaidi, lakini Mamadou Doumbia what a player alikuwa na mchezo bora zaidi. Lakini watu wengi wanazungumzia goli la Pacome Zouzoua kuonekana kama ilikuwa ni offside, lakini pia tumeona pia akiweza kuzungumza hivyo miongoni mwa wachambuzi nguli kweli aliweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho kilichotokea kwa goli la Pacome Zouzoua. Mtazamo wake akiweza kuzungumza Jemedari Saidi Kazumari ameweza kutoa mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho amekiona katika mchezo wa leo hii. Na nikipitia pia katika peji ya Jemedari Saidi Kazumari akiwa ameweka picha ya Pacome Zouzoua na akisema kuwa mnyama kafa mara 6 mfululizo. Walichofanikiwa leo ni walau kuonesha wamefungwa, lakini Yanga hawakuwa so dominant, vinginevyo wana safari ndefu dhidi ya Yanga na hawana wakina Kante, wao labda wapate wakina Deruk watano ndo watawafunga Yanga. Bado Yanga ni imara mbele ya Simba, hata kama siku hiyo hawatatawala mchezo, ila wana uwezo wa kushinda maana yake bado Yanga watatawala ligi tena, na ile ahadi ya ubingwa mara 10 mfululizo isidharaulike. Akiandika hivyo Jemedari Saidi baada ya mchezo kumalizika. Mimi nakupitisha katika peji za wachambuzi mbalimbali, lakini hapa Jemedari Saidi anaendelea kusema Mohamed Mkono, mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo wa leo ambaye ni FIFA referee, amewaua Simba
ile ni offside kabisa, kupaswa kuruhusu lile bao. Pacome alikuwa offside position, akaja kufanya obstruction kwa Deruk ambaye alikuwa anamkimbiza Maxim pia Nzengeli, kisha akaukuta mpira akafunga kufanya obstruction. Ukitoka kwenye offside position ni kosa na mkono analijua hilo. Huyu ni Jemedari Said. Lakini hapa tunaona mchambuzi mwingine nguli kweli kweli, Edo Kumwembe, yeye akaweza kutoa komenti yake hapa kwenye peji ya Jemedari Said na kusema kuwa wakati Pacome anafanya obstruction tayari alishaondoka katika offside position, labda kama iwe faulo kama faulo nyingine, lakini sio kama faulo obstruction position, unless kama obstruction ilifanyika kabla ya Maxi hajamiliki mpira. Kwa hiyo wachambuzi hawa wakiweza kubichana, lakini Juma Hayo anasema kwa hiyo kosa lilikuwa obstruction au bang in offside area. Ni baada ya matokeo ya mchezo wa leo hii. Hapa naona wachambuzi kila mmoja akiweza kutoa comment yake kuhusiana na kile ambacho kimeendelea katika mchezo wa leo hii. Lakini Yanga ndo tayari ameshaweza kutawazwa kuwa bingwa wa ngao ya jamii, akiweza kuchukua tena mara pili mfululizo na mbele ya Simba akifanya hivyo. Lakini kwa upande wa Hans Raphael Mombeki, yeye ameweka picha kubwa kabisa hapa ya Mamadou Doumbia na akiandika I told guys, huyu jamaa ni superstar, akionyesha emoji za moto katika peji ya Hans Raphael Mombeki. Lakini hapa anasema anaitwa Mohamed Doumbia, ana miaka 26, ukipenda muite midfield pimpa. Hii kutokana na uwezo wake wa kucheza kwenye maeneo finyu, kupiga mashuti ya mbali yenye usahihi na akili ya kutengeneza nafasi kwa wengine. Hakika hii ndio maana halisi ya wachezaji mwenye X factor. Ni kweli Pacome kafunga bao la ushindi, Diala kafanya saves muhimu, ila kwangu mimi Doumbia ndo man of the show. Kipindi cha kwanza Yanga walikosa ubunifu na uthubutu na ile pasi ya mwisho ya kuifungua safu ya ulinzi ya Simba. Kipindi cha pili Foz akaona sio kesi, akamwambia Doumbia zama ndani. Hapo kila kitu kilibadilika. Pacome, Mzize, Maxi na Ekwa wakaanza kupewa pasi za upendo kwenye maeneo hatari. Kitu kingine nimegundia, Doumbia ni pressing machine. Jamaa na press kwa akili sana, alafu akikaba mali anaachia pasi ya upendo. Lakini akimaliza kuonesha emoji ya mkono na akaandika top midfielder, akiweka ishara ya kunyosha mikono kwamba huyu jamaa ameweza kushindikana. Lakini hapa picha ya mwisho hii ameweka picha ya Pacome Zouzoua. Huyu ni Hans Raphael. Baada ya mchezo kumalizika, nazipitia peji mbalimbali za wachambuzi kuona nini ambacho wamekiwasilisha kuhusiana na mchezo wa leo hii. Na hapa kaandika dabi ya 6 mfululizo Simba kafa zote, dabi 4 mfululizo Simba hajafunga goli hata moja, total dominance. Tukiangalia vibaya zitafika hata dabi 10 Simba akipoteza. Narudia, nitarudi tena kuweza kuchambua kwa undani zaidi. Hiyo ni peji ya Hans Raphael Mombeki akiweza kuandika hivyo. Kwa hiyo mpira umemalizika na yeye kaandika kile ambacho amekiona katika mchezo wa leo hii. Sasa ligi tayari, Yanga bingwa ngao ya jamii. Kesho michezo kadhaa itapigwa. Endelea kufuatilia mtazamaji. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Wanyakyusa TZ Tanzania. Usisahau kusubscribe na kucomment hapo kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za michezo. Umewasikia wachambuzi wote nguli ambao wameandika kile ambacho wamekiandika katika peji zao za Instagram baada ya mchezo kumalizika. Msimu huu kila mchezo kumalizika nitakuwa na kudondoshea comment mbalimbali na peji mbalimbali za wachambuzi kile ambacho wamekiandika baada ya mchezo kumalizika. Dondosha comment yako hapo kwa kile ambacho umekiona katika mchezo wa leo hii wa Yanga dhidi ya Simba. Simba ameendelea kukubali kuwa mteja wa Dar es Salaam Young African baada ya kukubali kipigo katika mchezo wa leo hii mtazamaji. Sasa je, baada ya mchezo huu timu zote hizi zinakwenda katika michezo ya kimataifa, nini ambacho kitakwenda kujili huko? Tusubiri
kuweza kuona kwamba Simba anakwenda kuvuna nini Gaborone, lakini pia Yanga anakwenda kuvuna nini kabla ya kwenda kuanza sasa ngarambe za ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC.